Langu jina ni Fatma Juma. Leo nipo na angalia huko. Kuja yani kodi. Sawa. Langu jina ni Fatma Juma. Leo nipo na mwanachama na shabiki kindakindaki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Huyu pengine bali ni Doto wa Simba. Doto, habari yako? Salama tu. Mzima kabisa. Mzima wa afya tele. Umepoa? Niko poa kabisa. Okay, tuanzie na usajili wa Allan Okello ambao ni umetambulisha kwa ukubwa ndani kikosi cha Young Africans wa Tanzania. Ukiangalia miaka huko nyuma, Murtaza Ali Mangungu, mwenyekiti wa klabu ya Simba, alisamka rasmi kwamba alisema walikuwa na mpango wa kumnunua Allan Okello, lakini mambo ya usajili akawa ndivyo sivyo, na Young Africans wameweza kumchukua Allan Okello na kuvunja mkataba wa miezi 6. Unahisi ni Young Africans kuna namna kama wanazidi katika pande za usajili? Mimi naweza kusema kwamba huu ni uzembe wa baadhi ya viongozi wa Simba. Kwa sababu Okello hapo nyuma ilikuwa aje Simba. Hizi nyuma kabisa na mipango ishafanywa. Okello usiku kumhitaji Simba. Lakini cha kushangaza sasa hivi Okello, Yanga nadhani kwa tetezi zilizopata, Yanga washamsajili Okello. Sasa shatambulishwa rasmi. Shatambulishwa ndio. Tunasikia kwenye vyombo vya habari. Kwa kweli huu ni kama uzembe tu wa ufuatiliaji. Ni uzembe. Nini najifunza kutoka kwa viongozi wa klabu ya Young Africans kama Engineer Harris ambao ametumia tu masaa 48 kuweza kufanikisha usajili wa Allan Okello? Yani kuna baadhi ya viongozi wetu wajifunze kwa sababu huyu engineer yeye ni mfuatiliaji. Naona kila sana nadhani kuna baadhi ya viongozi wa Simba hawafuatilii, ndio maana engineer anafanikiwa kwa kiasi kikubwa. Naona ndio kama hiyo tu. Tuzungumzie baada ya kuondoka Shabalala katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba, akaja Mligo ambaye baadhi ya mashabiki nyie mlisema kwamba Mligo kaweza kuvivaa vyema viatu vya Shabalala na wengine kidai kwamba mbona hana kipi ambacho Mligo anaweza kumfikia Shabalala. Na hii inasemekana kwamba Nixon Kibabage kutoka klabu ya Singida Black Star akihusishwa na klabu ya Simba kuja kuvivaa viatu vya Shabalala. Unaona atafiti kwa namna gani akinapo akisajiliwa kweli na klabu ya Simba? Mimi nadhani hiyo sitofahamu kusema kwamba atafiti kiasi gani, kwa sababu Kibabage kwa tetesi ambazo zipata kweli wanadai kwamba anakuja Simba kwa ambaye kwa kuchukua nafasi ya Shabalala alikuwa upande wa Simba, lakini sidhani, kwa sababu Kibabage ishatumika sana. Unaona, ishatumika sana. Alafu na kwa nini tunamchukua Kibabage? Kibabage ishatumika sana. Kibabage ishatumika sana kwa kweli. Tukitafuta wachezaji mbadala, mbona wapo wachezaji wazuri kabisa. Kama nani? Wapo hata nje tu tukapata mtu nafasi ya Kibabage. Nchi jirani hapa tukapata. Wewe utumia wale kila siku. No. Nadhani naona tu viongozi wetu wangeangalia hilo. Shida iko wapi Simba? Kuna namna mmekuwa kama hamfanyi vizuri, mara 4 mfululizo hamna kombe, mmefungwa mara 6 mfululizo na watani zenu, na ukiangalia mmepoteza nusu finali dhidi ya Azam FC Mapinduzi Cup ambapo mpaka sasa hamna kombe lolote. Shida iko wapi? Na ukiangalia dirisha dogo hili la usajili tayari limeshafunguliwa, ni sehemu gani za wachezaji ambapo viongozi wafanye mabadiliko ili msajili wachezaji wapi? Mimi nadhani shida ipo kwa viongozi wenyewe. Viongozi wenyewe, kwa sababu wao wenyewe hawaangalii sasa hivi Simba inataka nini na ina mapungufu gani na shida gani. Sasa inakwenda tu kwa sababu kama mwekezaji wetu Mo kwa kweli anatoa pesa, lakini nadhani wale watu ambao nao waamini ndio muangusha. Au wao tuangusha sisi ambao ni watu wa Simba. Kwa kweli kabisa. Unaona wakati wa Simba kutafuta viongozi vijana kama wanavyofanya Tanzania Young Africans. Nasema watafute viongozi vijana, yani umri mdogo kama kina Engineer Harris wa kina Ali Shamba ni kama ambao wapo pale kwa hivi sasa. Na ni kweli, kwa sababu mimi nimemnukuu hata juzi alikuwa anaongea, huyu alikuwa kocha wa Simba juzi. Huyu nani huyu? Alikuwa kocha wa Simba. Dimitri Pantev. Na huyu alikuwa kocha wa Simba mzawa. Nani? Akaongea sana masuala hayo. Kiweru. Yaani kwa kweli kabisa kama angemsikiliza Kiweru kwa maneno alikuwa anaongea. Mimi nimemsikiliza sana katika clip fulani hivi. Na ameongea vitu vya uchungu sana. Na Kiweru kwa kweli ana uchungu na Simba. Mpaka anaongea yule bwana mpaka anataka kulia.
yani anaumia kwa kweli bwana Kiwelu, anaongea sana kwa sisi ambayo makocha wazawa hatuaminiwi, ndio shida ilikuwepo hapo. Wanaaminiwa hapa makocha wa nje, lakini baada ya siku 2-3 wanafukuzwa tena. No, afu baadaye tena kushikia tena timu achukua tena makocha wazawa. Wakienda tena baadaye wanakaa pembeni, wanakuja wageni. Kwa kweli Kiwelu kaongea sana. Mimi nimemsikia juzi na kipo moja kaongea kwa masikitiko makubwa sana. Sana tena. Kuna ambao wanaona shida ya wekundu wa Msimbazi Simba ni Matola. Kwa nini makocha wanakuja lakini Matola anabaki, watu wanaondoka na kuja lakini Matola anabaki, wengine akienda mbele kusema kwamba kwa nini Simba isifanye maamuzi ya kuwafukuza wote ili waanze upya katika benchi la ufundi pia. Kwa upande wako? Kwa swala la Matola kwa kweli siwezi kulizungumzia sana kwa sababu Matola kama Matola ni kocha mzawa. Sasa yani inavyoonekana hapa hawezi kuja makocha wageni bila kuwa na kocha mzawa ambaye ni mwenyeji. Lakini mimi Matola nadhani watu wanamlalamikia sasa, lakini kwa mimi upande wangu naona kama hana shida sana. Basi tunafanya tu ya watu na nini? Wanataka kumtoa mchezoni. Lakini Matola mimi kwa upande wangu mimi sijui watu wanaosema Matola Kenya hapana. Simba mmekuwa mpo kimya kwenye pande za usajili mpaka leo hii hamjatambulisha mchezaji wa aina yoyote ndani ya kikosi chenu, ambapo watani zenu kutuona tayari washatambulisha. Azam FC pia tumeona tayari washatambulisha, TRA United tayari wameshatambulisha, lakini nyie mmekuwa kama mpo kimya. Ni nini hofu au ni kitu gani kinapelekea unaona mpaka Kalibasi mpaka leo hii wapo kimya katika engo za usajili? Ile kwa kweli mimi mwenyewe sifahamu kwa sababu gani. Ndio nilivyokuambia, nadhani ni uzembe tu. Bado yani uzembe wa baadhi ya viongozi. Hii swali haijakaa sawa kwa sababu nakumbuka hata kwenye usajili wa dirisha kubwa mwaka jana vile nadhani tulichelewa sisi kutambulisha baadhi ya wachezaji, lakini wenzetu wengi walianza kutambulisha wachezaji wao, sisi hatua za mwisho na wanakuja kutambulisha wachezaji. Lakini nadhani hili litakuwepo. Nadhani itakuwepo, tufanye subira tu. Nadhani hata baadhi ya viongozi na baadhi ya wanachama nadhani wako watakujisubiri hilo. Baada ya mechi dhidi ya Azam FC kutolewa kule nusu finali, alihojiwa kocha wa klabu ya Simba Steven Baka akisema kwamba kwa shida ambayo ameiona katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi ni maeneo manne, ambapo alitaja eneo la goalkeeper, akataja eneo la mshambuliaji wa kati, akataja na beki wa kati. Kwa jinsi ulivyoona kikosi chako na matoko ambayo ametaja Steven Baka, unakubaliana kwa namna gani? Shida kweli ipo maeneo hayo katika kikosi cha shida ipo. Kwa kweli ni shida ipo. Eneo la goalkeeper. Goalkeeper sio sana. Nadhani mimi nadhani katika upande wa ushambuliaji pale pana shida kidogo kwa sababu hatuna mtu watu wa mwisho wa kumalizia, kwa sababu Simba kama Simba inacheza. Lakini kwa nini hatufungi? Tupate mastreka ambao yani tukipata nafasi tunaitumia. Lakini Simba unaweza kukuta tunapata nafasi karibu ni 8, 6, unaona. Hatuwezi kuzitumia nafasi zile kwa sababu umakini. Sasa tunataka Simba ate mastreka ambao ni wa makini, unaona, wa kufunga mpira, wa kufunga goli. Kazi yake ni kufunga, sio kucheza na mpira unarusha nyuma unapeleka, hapana. Unaona, shida itakuwa ni hiyo. Lakini vile naweza kusema na upande wa beki na pembeni pa kufanya marekebisho. Tunajisahau sana. Upande wa Derok. Yani upande wa nani huyu? Shabu. Kana kidogo ajisahau sana. Alafu ni mzito kidogo kwa sababu inatakiwa tupate beki mwepesi. Ambaye kufika kwa wakati. Kama Jobu. Sio mbaya sana ukimfanisha na sio mbaya. Mna mechi Jumapili dhidi ya Mtibwa Sugar ligi kuu Tanzania bara. Ukiangalia tayari mmeshapoteza mechi moja dhidi ya Azam FC, mechi ya mwisho ambayo mlicheza pale Benjamin Mkapa. Unaona itakuwa ni mechi ya namna gani kwa upande wako, na mkiangalia na uhitaji wa alama 3 na hata Mtibwa Sugar pia atakuwa na uhitaji wa alama 3? Kwa mechi ya Mtibwa Sugar mimi naweza kusema wale sisi tunaamudu. Mtibwa Sugar tunaamudu. Wale wana shida tunaamudu. Kwa sababu ni klabu ya kawaida. Sema sisi tunataka tupambane na klabu za juu ambazo kama vile Azam sasa hivi, na maana kia tukiingia sisi wanatufunga.
No, sasa mchukulia Mtibwa mara nyingi sisi mshindani wetu. Sisi tunamfunga mara kwa mara, akituangalie au wenzetu kwa nini wanaweza sasa hivi. Kwa sababu kushindana na klabu ndogo no, yani ni kazi ya bure, lakini nataka tushindane na klabu kubwa ambazo zinaonekana, ambazo sisi zinatupa ushindani. Kila siku tukiingia no, tunakuwa tunapata mtikisiko. Lakini kwa hiyo Mtibwa mimi na imani Simba atapata ushindi tu. Mapema kabisa. Shukrani sana.